wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa Biblia iko wazi kabisa kwamba ukiwa hauna imani haumpendezi Mungu. Ukiwa hauna imani haumpendezi Mungu. Kama unataka kumpendeza Mungu lazima umwamini, na kumwamini si kwa mdomo, ila ni wewe kuishi maisha yenye uhakika. Imani inaleta amani moyoni. Ukiona mtu ana amani, jua ana imani. Na jipime tu unavyoishi. Una amani au hauna amani? Watu wengi hawana amani kwenye maisha yao. Hawana amani. Wana kazi nzuri lakini hawana amani kwenye hizo kazi. Wana ndoa lakini hawana amani na kwenye hizo ndoa. Wana biashara lakini hawana amani kwenye hizo biashara. Kwa popote unapoona hauna amani napo, jua umekosa imani kwenye hilo eneo. Hiyo ni ishara ya wazi kabisa ya kujipima kwamba nina imani au sina imani kwenye hichi kitu. Utajiona tu amani haipo ndani yako. Kwa sababu amani inakujaga na uhakika, na kukosa amani kuna kujaga na hali ya kukosa uhakika. Na ndiyo maana ukiwa na amani na imani mwaka mzima utaishi kwa amani. Kuna watu ambao mwaka jana walikuwa wanasali mwaka uishi haraka. Hawana amani. Kila kukicha ni afadhali ya jana. Kila kukicha ni afadhali ya jana. Mtu wa Mungu, kataa mwaka huu kuishi maisha ya pakikucha unahesabu siku mwaka uishi haraka. Kataa hayo maisha. Tamani mwaka huu na wewe uwe sehemu ya wale watu wachache ambao huwa wanasema, kama ingekuwa kuna maombi ya kumwomba Mungu kurefusha siku, ningerefusha huu mwaka usiishe, maana huu mwaka na faidi mno. Tamani na we mwaka huu uwe mmoja wao. Na ini hali unanisikiliza majira haya, unanitazama majira haya, Mungu amekukusudia mwaka huu uwe mwaka wako na wewe wa kusema bora usiishe uendelee. Kwa nini? Kwa sababu mwaka huu ni mwaka wako wa kucheka, ni mwaka wako wa kufurahi, ni mwaka wako wa kula kuku, ni mwaka wako wa kula maisha, ni mwaka wako wa wewe pia kutoa ofa kwa wengine, ni mwaka wako na wewe pia kutoa ukarimu kwa wengine. Kama miaka mingine ulikuwa ni mtu waombaomba, kupiga simu